hali gani mtazamaji wa SAUT TV? Karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku hii ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wanafunzi kitivo cha sheria chuo cha SAUT waeleza umuhimu wa elimu kwa vitendo. Vizuizi vya Israel dhidi ya Gaza vinaendelea kuleta hali mbaya ya kibinadamu. Na katika michezo, wadau wa soka jijini Mwanza waeleza nini kifanyike kuboresha soka la wanawake nchini Tanzania. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Salome Christian ambaye nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Veronica Mliatu atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Gibson Ernest. Na tuanze na habari za kitaifa. Baadhi ya wanafunzi wa kitivo cha sheria katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino wameeleza umuhimu wa elimu ya mahakama ya majaribio ili kujenga hoja kwa ujasiri na kufanya utafiti mbalimbali. Wamebainisha hayo walipofanya mahojiano maalum na SAUT TV habari na kueleza kuwa elimu hiyo ina mchango mkubwa katika kozi yao, kwani inawaandaa vyema kwenda kuisaidia jamii. Na tusafiri mpaka mkoani Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amesema kuwa mkoa huu unaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kupambana na ugonjwa wa malaria kupitia ugawaji wa vyandarua, huku wakitaja kutoa elimu kwa wananchi kuhusu matumizi sahihi ya vyandarua na utunzaji wa mazingira. Mwanahabari wetu Sabina Martin ametuandalia mchanyato wa taarifa hizo. Katika ulimwengu wa sheria, mafanikio hayategemei tu nadharia peke yake, bali inategemea elimu kwa vitendo ambayo inajulikana kama mahakama ya majaribio. Leo nipo katika ndani ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kuzungumza na baadhi ya wanafunzi wa kitivo cha sheria namna ambavyo wanufaika na elimu hii. Inatusaidia kujenga hoja kwa ujasiri, au inatujenga sisi kuwa na ujasiri, confidence, tunapokuwa tunasimama mbele ya judges au mbele ya washiriki ambao wanakuwepo, that kama ni accused side au defendant side, maana yake mbele ya hadhira tunakuwa na ule ujasiri. Lakini faida nyingine inatusaidia katika legal drafting. Tunapopewa zile scenario cases zote zile, inabidi tu submit document ambazo zinatakiwa. Ina create teamwork. Ina create teamwork kwa sisi hapa wanafunzi. Kwa mfano mnakuta mko watu 20 labda mjuani, ila pale mnapokuwa mmepewa kazi ya kufanya au mna kesi ya kufanya, itabidi mwe kwa pamoja ili muweze kuchanganua nini tatizo hilo. Faida mojawapo ikiwa ni tunapata knowledge ya juu ya utafiti wa kisheria, napata ushindani wa kitaaluma, kwa maana kwamba tunajifunza kutoka kwa wenzetu, tunajifunza pia kutoka ngazi za kitaifa na kimataifa. Ametoa kauli hiyo wakati wa makabidhiano ya Mwenge wa Uhuru na kiongozi wa mkoa wa Ruvuma katika kijiji cha Sauti Moja. Kanali Msengi amesema kuwa katika mikesha ya Mwenge wa Uhuru iliyopita katika halmashauri 9, jumla ya watu 818 walijitokeza kupima afya, na ambapo kati yao watu 161 walibainika kuwa na vimelea vya malaria. Aidha, amesema mkoa huo unaendelea kuunga mkono kampeni ya nishati safi ya kupikia inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo jumla ya mitungi 950 ya gesi imetolewa kwa mama na babalishe kwa lengo la kulinda mazingira na kupunguza matumizi ya kuni pamoja na mkaa. Ameeleza kuwa Mwenge wa Uhuru katika mkoa wa Mtwara umeweza kukagua, kuzindua, kuweka mawe ya misingi pamoja na kutembelea miradi 62 yenye thamani ya shilingi bilioni 33, na kuongeza kuwa baadhi ya miradi iliyobainika kuwa na mapungufu imefanywa marekebisho ili kuhakikisha inanufaisha wananchi ipasavyo. Msengi ameongeza kuwa mafanikio hayo yanaonyesha namna ya wananchi wa Mtwara wanavyoendelea kushirikiana na serikali katika kutekeleza miradi ya maendeleo pamoja na kuboresha sekta ya afya, mazingira na ustawi wa jamii. Kwa upande wake, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda amewataka wananchi wa Mtwara kuendelea kudumisha amani, mshikamano na uzalendo ili kuhakikisha maendeleo ya taifa na kuiweka Tanzania kuwa mfano wa amani duniani. Sabina Martin, SAUT TV. Na tuendelee kukita kambi hapa jiji la Miamba, ambapo baadhi ya wanafunzi katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza SAUT wameeleza athari wanazokumbana nazo nyakati za usiku kutokana na vichaka vinavyozunguka maeneo ya chuo hicho. Wameyasema hayo walipozungumza na SAUT TV habari na kuomba uongozi wa chuo kuboresha mazingira hayo
ili kupunguza matukio ya uhalifu na kuweka mazingira usalama. Mwanahabari wetu Anita Sindatu ametuandalia undani wa taarifa hiyo. Baadhi ya wanafunzi katika chuo cha Mtakatifu Agustino wameeleza madhara wanayopata wakati wa usiku kutokana na vichaka vinavyozunguka maeneo ya chuo hiki cha kuongezeka kwa wahalifu. Kwa mfano, pale wanachuo wanapopokea fedha ya kujikimu, wezi huongezeka katika mazingira hayo ya vichaka na kusababisha ukabaji. Tuko na vichaka. Dhara la kwanza tunaweza tukasema kwamba wizi wakati wa usiku. Kuna baadhi ya watu ambao sio waaminifu au sio watu wazuri ambao wanavamia baadhi ya wanafunzi na kuaibia vitu vyao, simu pamoja na hela. Kuhatarisha usalama wa wanachuo. Mfano kwa wadada wanapotoka chuo kurudi nyumbani, wanaweza wakabakwa au kupewa vitu vyao. Anita Sindatu wa SAUT TV. Shukrani sana Anita Sindatu kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa SAUT TV, na sasa tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV. Hivi sasa ni wakati wa kuiangazia yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Vizuizi vya Israel dhidi ya wakazi wa Gaza vimeendelea kuongezeka kutokana na kushindwa kufikiwa kwa makubaliano ya amani, hali inayopelekea uhitaji wa huduma muhimu za kisaikolojia zinazosababishwa na unyanyasaji wa kijinsia. Taarifa hiyo imetolewa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA, na kuongeza kwamba washirika wa Umoja wa Mataifa wameripoti ongezeko la 14% ya vikao vya ushauri na masuala ya kisaikolojia. Na rais wa zamani wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Maria Fernanda Espinosa amependekezwa kama mgombea wa katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa. Taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa rais wa sasa wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock, na kuongeza kwamba mgombea huyo amependekezwa na serikali ya Antigua na Barbuda. Mwandishi wetu Rebecca Barnaba anaeleza kwa kina taarifa hizo za kimataifa. Vizuizi vya Israeli dhidi ya wakazi wa Gaza vinazidisha mahitaji ya kibinadamu, ikiwa ni pamoja na huduma za kisaikolojia zinazosababishwa na unyanyasaji wa kijinsia, wasiwasi na hofu. Taarifa hiyo imetolewa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA, ikiongeza kwamba washirika wa Umoja wa Mataifa wameripoti ongezeko la 14% ya vikao vya ushauri na masuala ya kisaikolojia. Ongezeko hilo limeonekana hasa kwa kesi zinazohusisha mawazo ya kujiua ambazo ziliongezeka kwa 90%, huku kukiwa na ongezeko la 4% la ushauri nasaha unaohusiana na unyanyasaji wa kijinsia. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limekadiria kuwa zaidi ya watu 43,000 wana majeraha yanayoweza kubadilisha maisha yao, ikiwa ni pamoja na jeraha la uti wa mgongo, jeraha la kiwewe la ubongo na kukatwa viungo. WHO imesema ingawa upatikanaji wa huduma umeimarika tangu Septemba mwaka 2025, uwezo unasalia chini ya viwango vya kabla ya Oktoba 2023. Hivi sasa hakuna vituo vya ukarabati vinavyofanya kazi kikamilifu, na zaidi ya wagonjwa 400 wako kwenye orodha za kusubiri huduma maalum ya wagonjwa wa ndani. Katika ukingo wa Magharibi, OCHA imesema kuwa tingatinga zinazoendeshwa na walowezi wa Israeli siku ya Ijumaa zilibomoa miundombinu ya jamii ya Palestina iliyohamishwa ya Arab Al-Khoil katika mkoa wa Kalkilia, ambapo hapo awali ilikuwa na kaya zaidi ya 20. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa umeendelea kutoa wito wa kulindwa kwa Palestina kama inavyotakiwa na sheria, na wahusika wa ukiukaji lazima wawajibishwe. Na kwingineko, rais wa zamani wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Maria Fernanda Espinosa amependekezwa kuwa kama mgombea mkuu wa katibu ajaye wa Umoja wa Mataifa. Taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa rais wa sasa wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock, akiongeza kwamba ugombea huo umependekezwa na serikali ya Antigua na Barbuda. Espinosa wa Ecuador amewahi kuwa rais wa 73 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kati ya mwaka 2018 na mwaka 2019. Kabla ya hapo, aliwahi kuwa mwakilishi wa kudumu wa Ecuador katika Umoja wa Mataifa huko New York na Geneva. Hadi sasa wagombea 5 wanagombea katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa. Mbali na Espinosa, wagombea wengine 4 ni Michelle Bachelet, rais wa zamani wa Chile na kamishna mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu; Rafael Grossi wa Argentina, mkurugenzi mkuu wa sasa wa wakala wa kimataifa wa nishati ya automatiki; Rebecca Graspan wa Costa Rica, katibu mkuu wa sasa wa biashara na maendeleo ya Umoja wa Mataifa; na Macky Sall, rais wa zamani wa Senegali.
Ikumbukwe kuwa Antonio Guterres, katibu mkuu wa sasa na wa 9 wa Umoja wa Mataifa, aliingia madarakani mnamo Januari 2017. Katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa atachukua nafasi hiyo kuanzia Januari 1 mwaka 2027. Rebecca Barnaba, SAUT TV, habari. Shukrani sana Rebecca Barnaba kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Veronica Mliatu atakayekusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Veronica Mliatu. Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema kuwa serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania BOT kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha ipo mbioni kuzindua kampuni ya mfumo wa dhamana kwa wachimbaji wadogo wa madini ili kuwawezesha kupata mikopo na kukuza mtaji yao. Mavunde ameyasema hayo akiwa kwenye ziara ya kikazi mkoani Katavi na kubainisha kuwa lengo la mfuko huo ni kutoa dhamana ya mikopo kwa wachimbaji wadogo. Na biashara ya kimataifa. Bei ya mafuta duniani inakadiriwa kushuka siku za hivi karibuni baada ya kupanda kwa siku 3 mfululizo kutokana na wasiwasi wa wawekezaji kuhusu hali ya ustawishaji mapigano Mashariki ya Kati. Wawekezaji pia wanafuatilia mkutano muhimu unaotarajiwa kufanyika nchini China baina ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa China Xi Jinping, mkutano ambao unatarajiwa kuwa muhimu katika kujadili masuala ya biashara na mgogoro wa Irani. Kwa taarifa hizo za biashara tuungane na mwanahabari wetu Abdulsami Hawanga. Katika ziara yake mkoani Katavi, Anthony Mavunde amebainisha kuwa wachimbaji wadogo wanachangia takriban 40% ya fedha inayozunguka katika masoko ya dhahabu nchini, licha ya kukabiliwa na changamoto za ukosefu wa maeneo ya uchimbaji pamoja na mitaji. Sambamba na hilo, ameongeza kuwa rais ameagiza kundi hilo la wachimbaji wadogo linapaswa kuangaliwa kwa upekee kwa sababu lina uwezo mkubwa wa kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Aidha, amesema serikali tayari imeanza kuwatambua wafanyabiashara pamoja na wachimbaji wa kati na wakubwa ili kuanza nao katika awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mpango huo wa uwezeshaji. Tarehe 1 mwezi wa 7, Benki Kuu kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha wanakwenda kuizindua na kuanzisha rasmi kampuni ya mfuko wa dhamana. Akiendelea na hotuba yake, amebainisha kuwa hakuna serikali yoyote ambayo haiwezi kuwasimamia watu wake, hivyo serikali imeamua kuwawezesha wachimbaji wadogo ili kukuza uchumi wa wachimbaji na taifa kwa ujumla. Kwingineko, katika habari za biashara kimataifa, mafuta ghafi aina ya Brent yalishuka kwa 1.1% na kufikia dola za Kimarekani 106.55 kwa pipa. Wakati huo huo, mafuta ghafi ya Marekani aina ya WTI yalipungua kwa 1.1% hadi dola 101.02 kwa pipa. Hata hivyo, bei hizo zimeendelea kubaki juu ya dola 100 kwa muda wa miezi kadhaa kutokana na vita vya Irani. Mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Irani yaliyoanza mwishoni mwa mwezi Februari yamechangia kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Irani pia imeendelea kudhibiti kwa karibu mlango wa Hormuz ambao hupitisha sehemu kubwa ya mafuta duniani. Hatua hiyo imeongeza hofu ya kukatika kwa usambazaji wa mafuta katika soko la kimataifa. Kwa masuala ya kimataifa, wanasema vita vya Irani vimeanza kuathiri uchumi wa Marekani kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta na usafiri. Mfumuko wa bei nchini Marekani umeendelea kuongezeka kwa miezi 2 mfululizo na kuongeza presha kwa watumiaji wa mafuta kote duniani. Hali hiyo imeongeza matarajio kuwa Benki Kuu ya Marekani itaendelea kuweka viwango vya riba juu kwa muda zaidi. Kwa upande mwingine, taarifa za taasisi ya mafuta ya Marekani zinaonyesha akiba mafuta ghafi nchini humo imepungua kwa wiki ya 4 mfululizo. Kupungua kwa akiba hiyo kunaashiria kuwa mahitaji ya mafuta bado ni makubwa licha ya changamoto za kiuchumi zinazoendelea. Wataalam wanaonya kuwa mabadiliko haya ya kisiasa na kiusalama yanaweza kuendelea kuyumbisha soko la mafuta ulimwenguni. Abdulsami Hawanga, SAUT TV. Asante sana Abdulsami Hawanga kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Gibson Ernest. Endelea kutazama SAUT TV.
Ni matumaini yangu mzima wa afya mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Gibson Ernest. Baadhi ya wadau wa soka kutoka hapa jijini Mwanza wameeleza kuwa uwepo wa udhamini na kutoa sapoti kwa wanawake kutasaidia kuinua soka la wanawake hapa nchini Tanzania. Na katika rubaa za kimataifa, mchezaji na nyota wa zamani wa klabu ya Real Madrid na Sevilla, Sergio Ramos, yupo katika hatua za mwisho za kuinunua klabu ya Sevilla inayoshiriki ligi kuu ya nchini Hispania. Kwa undani wa habari hizi za michezo, tuungane naye Omari Ramadhani. Kuelekea kufuzu kombe la dunia, timu ya Tanzanite Queens imekuwa ni chachu ya maendeleo katika soka la wanawake. Nipo katika chuo cha Mtakatifu Agustino ambapo baadhi ya mashabiki wameeleza kitu gani kifanyike ili kuweza kukuza soka la wanawake hapa nchini Tanzania. Kwenye kitu ambacho labda tunaweza tukasapoti tukakuza michezo ya wanawake, kwanza ni kutengeneza miundombinu mizuri ambayo itasapoti hawa wanawake kuweza kufika mbali, kwa sababu tunaangalia hamasa ambazo zipo kwenye michezo, kwenye timu za wanaume. Hizi hamasa tuzitoe huku sasa kwa wanaume, tuzihamishie huku kwa wanawake ambao tayari wanaonekana wanafanya vizuri, kwa sababu unaona kuna hizi timu kubwa Simba, Yanga na Azam, kuna hii hamasa ya goli la mama. Kwa hiyo endapo na hawa wasichana tukawapelekea hii hamasa ya goli la mama, wanapatiwa hamasa, lakini pia sisi ambao tuko mbele kwenye kusapoti mpira wa wanaume, hizi hamasa tuzihamishie kwa wanawake, tunaweza tukafanya vizuri. Lakini pia kutengeneza miundombinu ambayo itakuwa supportive sana kuweza kulitangaza soko la wanawake Tanzania. Kwa mfano, wanawake wamefuzu kucheza kombe la dunia. Unaona kabisa hii ni kubwa. Hatujawahi kufanya hivyo huko kwenye soka la wanaume, lakini wanawake wamefanya bila hata hiyo hamasa ambayo tunahitaji. Kwa hiyo kama tukiwekezea hii hamasa, inaweza pia tukaenda tukashuhudia pia timu ya wanawake ya Tanzania inakuwa nambari moja, yani inabeba ubingwa, inaleta hapa ubingwa wa dunia. Kwa hiyo hamasa kwanza, alafu tuweke miundombinu ambayo itakuwa supportive sana kwa hawa wanawake kuweza kufanya vizuri kwenye hii michuano. Mimi kwa upande wangu nini kifanyike kuhakikisha soka la wanawake linaweza kukua zaidi? Cha kwanza naweza nikazungumzia kuwepo kwa udhamini wa kweli, au ule udhamini ambao utafanya ligi za wanawake ziweze kukua. Maana tumeona kwa ligi za wanaume namna wadhamini wanavyoweka mikono yao pale, masuala ya fedha, vifaa na kila kitu, namna ligi zinavyoweza kuonekana mbali hadi nje ya dunia kuliko soka la wanawake. Kwa hiyo udhamini wa kweli kuwepo pale, wadhamini wakijitokeza kwa wingi na kuweka pesa zao pale, naamini soka la wanawake linaweza likakua. Lakini swala lingine naweza nikazungumzia kuhusiana na kukuza vipaji, kwa sababu hata nchi za wenzetu ambazo soka limeweza kuendelea kwa upande wa wanaume na wanawake ni wanaanza kuwekeza au kwenye vipaji kuanzia shule za misingi, sekondari. Kwa na sisi kama Tanzania tukianza kuwekeza kwa watoto wa kike kuanzia shule ya msingi, sekondari mpaka huku elimu ya juu kwa upande wa wanawake, na ninaamini tunaweza tukapata wasichana au wanawake tukatengeneza timu nzuri ambayo itafanya Tanzania iweze kujulikana kwa upande wa michezo, hususan kwa upande wa wanawake. Kuibua vipaji vyao kutoa wadogo mpaka wanapokuwa wakubwa. Kwa mfano mwaka huu wanawake wameweza kufuzu AFCON kule Poland. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba wanawake pia wanaweza. Kwa hiyo issue ni support tu, tuwape support ili waendelee kufanya vizuri. Kwa support wanaweza kujiamini na kufanya vizuri. Na katika habari za michezo hapa Afrika siku ya leo, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya cricket Afrika ya Kusini, Shabni Ismail, amerejeshwa tena kwenye kikosi cha timu hiyo kuelekea michuano ya kombe la dunia yatakayofanyika Uingereza msimu huu wa joto. Ismail ambaye alistaafu miaka mitatu iliyopita amerejeshwa tena kikosini kufuatia rekodi yake ya kuwa mfungaji wa muda wote wa timu hiyo ya taifa licha ya kutokucheza kwa muda mrefu. Hata hivyo, Dan Van ambaye naye alistaafu mwaka 2025 naye amerejeshwa kwenye kikosi hicho. Sambamba na hayo, takriban zaidi ya wachezaji 14 wameitwa kuwakilisha timu hiyo ambayo msimu uliopita ilishika nafasi ya pili katika mashindano hiyo. Na nje ya mipaka ya Afrika siku ya leo, kwa mujibu wa kundi la wawekezaji la 511 Capital limesema kuwa tayari makubaliano ya kuinua klabu hiyo ni zaidi ya 50%, huku wakishirikiana na Ramos kulipa kiasi cha euro milioni 450 kama thamani halali ya kuinua klabu hiyo. Hata hivyo, taarifa kutoka ndani ya klabu hiyo zinasema kuwa inafuatilia kibali cha ununuzi kutoka Cansejo Superior Deporters, ambapo mara nyingi hufuatilia haki za ununuzi wa sheria kuanzia 25%. Hata hivyo, kwa sasa klabu ya Sevilla ipo nafasi ya 13 ikiwa na alama 40 katika jumla ya michezo 35 iliyochezwa kwenye ligi hiyo, huku ikiwa imesalia michezo mitatu kukamilisha msimu wa 2025-26. Mimi ni Omar Ramadhan wa SAUT TV. Asante sana Omar Ramadhani kwa taarifa hizo za michezo.
Na kufikia hapo sina la ziada katika habari za michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Gibson Ernest na sasa nirudishe kijiti kwake Salome Christian kwa kuhitimisha habari kwa siku ya hii leo. Asante sana Gibson Ernest kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatamatisha taarifa ya habari kwa siku hii ya leo, lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari tupate tena muhtasari wake. Wanafunzi kitivo cha sheria chuo cha SAUT waeleza umuhimu wa elimu kwa vitendo. Vizuizi vya Israel dhidi ya Gaza vinaendelea kuleta hali mbaya ya kibinadamu. Na katika michezo, wadau wa soka jijini Mwanza waeleza nini kifanyike kuboresha soka la wanawake nchini Tanzania. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Salome Christian. Uwe na wakati mwema.